Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Na Baba, tunakushukuru kwa neno. Wewe ni waajabu sana kwetu. Tunalipenda neno lako na tunalijia kwa kicho. Na tunatarajia neno litatuletea uponyaji katika maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Miaka kadhaa iliyopita niliandika kitabu kitwacho Taji la Maua Badala ya Majivu. Mwaka 1994 niliandika kitabu hiki. Kina kiasi kidogo cha ushuhuda wangu na kisha kinazungumzia juu ya hatua za kufuata ili kuweza kushinda majeraha ya kihisia au aina yoyote ya unyanyasaji katika maisha yako. Kitabu hiki kimejaa habari nzuri na vidokezo vichache vitakavyokusaidia kwanza kufurahia maisha ambayo Yesu alikufa ili aweze kukupatia. Nitafundisha juu ya jambo hili katika Isaya 61 kifungu cha 1 hadi cha 3. Kuna maandiko ambayo yalinisaidia katika miaka ile mingi ya pengine naweza kusema maisha ya kuchanganyikiwa katika Mungu. Kwa sababu mara kwa mara tunafikiria, unaona, sasa nina Kristo, ninaenda kanisani, kila kitu lazima kianze kubadilika katika maisha yetu. Lakini haifanyiki hivyo kila wakati. Nilikuwa kwenye dhehebu kubwa na nilifuata maagizo ya kanisa na nilijiunga na kanisa, na cha ajabu hakuna mabadiliko makubwa yalitendeka katika maisha yangu. Sasa nina maarifa ndani yangu kwamba ya Kristo kama Mwokozi wangu, na nilisikia ujumbe mzuri wa kimsingi juu ya neema. Nilielewa neema. Nilielewa mambo yanayohusu mafundisho tunayopaswa kuelewa. Nilisikia mafundisho mazuri juu ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, damu ya Yesu, kufa na kufuka kwa Kristo, lakini sikufahamu kamwe mambo yanayohusu maisha yangu ya kila siku. Na mnamo mwaka 1976 Mungu aliagusa maisha yangu katika njia ya ajabu na kanitia njia ya neno lake, na nikaanza kuchambua neno la Mungu. Nikaanza kutambua kwamba nilikuwa na matatizo mengi sana katika nafsi yangu ambayo yalikuwa ni masalia unyanyasaji wangu wa utotoni. Unaona, mara kwa mara tunapokuwa katika hali inayotuumiza, au pengine wakati ukiwa mtoto ulikuwa katika mazingira ambayo uliumizwa, pengine hukupendwa wala kusikizwa, pengine ulitukanwa sana, au mtu fulani aliyejaa hasira alikwambia wakati fulani kwamba hufai lolote, au alitafuta makosa kwako na kusema mambo ya kukutoa makosa, hutafanikiwa kwa chochote, kwa nini usiwe kama kaka yako, kwa nini usiwe kama dada yako, chochote wanachosema watu waliokasirika, au pengine ulinyanyaswa kimapenzi kama mimi na babako, mamako, au mtu mwingine katika familia yako, pengine na jirani. Pengine ulifanywa hivyo mara moja au mbili. Kwa wengine haya ilitokea miaka mingi imepita kama nilivyopitia mimi. Pengine ulinyanyaswa kimwili. Najua watu kadhaa waliofungiwa kwenye kabati, walionyimwa chakula, waliopigwa vibaya kwa sababu walikuwa na wazazi wenye akili punguani au wazazi waliojaa hasira. Inashangaza sana kusikia yale mambo ambayo watu huwatendea wengine. Lakini kitu kimoja ambacho kimenisaidia sana ni kukumbuka kwamba watu walioumizwa huwaumiza wengine. Watu walioumizwa huwaumiza wengine. Sidhani kuna watu wengi ambao huamka kila siku na kusema hivi, leo nitaona kama nitaweza kuyavuruga maisha ya wengine. Kusema kweli, naona kwamba watu wakati mwingi wanatenda kufuatana na uchungu wao wenyewe. Na kile anachotaka shetani bila shaka ni mtu atuumize na kisha tukasirike na tuwe na uchungu na kisasi, tuwe na tuingizwe kidude begani mwetu na tuishi tukijisikitikia na kujiingiza katika aina nyingi za mazoea mabaya, na kisha kuishi tukimchukia mtu mwingine na kumuumiza mtu mwingine ili ageuke na kutenda jambo lile lile. Na hapo sasa tabia hii inajirudia kutoka kizazi hadi kizazi na hadi kizazi. Lakini niko hapa kuwatangazia habari njema usiku wa leo kwamba ikiwa umeumizwa hapo mbeleni, si lazima waumize wengine. Una nafasi ya kulitaja jina la Yesu na kuamini nguvu za Mungu kwamba zitakuponya kabisa na kukufanya uhisi kana kwamba mambo haya hayakutokea kwako kabisa, na pia zitakuwezesha kutowaumiza watu wengine katika kizazi chako. Na hilo linapendeza sana. Habari njema. Amen. Mpigieni Mungu shangwe.
Katika miaka hiyo ya kwanza nilihitaji sana kuamini ahadi za Mungu kadri nilivyokuwa nikijifunza haya na kuyatekeleza maishani mwangu. Sitawaambia kwamba ikiwa umeumizwa vibaya sana na umeathirika vibaya nafsini mwako, akili zako zimechanganyikiwa, hisia zako zimevurugwa, hujui jinsi ya kufanya maamuzi yafaayo, pengine unataka kudhibiti kila kitu, au pengine umejikalia tu na hutaki kufanya maamuzi yote halisi, unaelea tu kwenye maisha na kusubiri kuona kile kitakachotukia siku hadi siku. Itachukua muda mrefu na bidii na kujifunza na maombi ndipo uweze kuupata uponyaji ambao ni wako kwa sababu ya damu ya Kristo. Kile tulicho nacho kihalali kama thawabu kutoka kwa Mungu, sharti tujifunze jinsi ya kukitumia katika maisha yetu ya kila siku. Na wakati mwingine watu huchanganyikiwa kwa sababu wanasema, lakini ulisema Yesu aliniweka huru. Sasa mbona basi siko huru? Ulisema kwa kupigwa kwa Yesu nimepona. Kwa nini basi ningali katika hali mbaya? Ulisema kwamba angenipa taji la maua badala ya majivu, lakini mbona maisha yangu yanasambaratika? Kwa sababu mambo hayo yote ni ya kila mmoja wetu. Kila mtu anayeangalia TV, umeumizwa, kuna mtu alikunyanyasa, alikutumia vibaya, umeachwa, umesalitiwa, watu wa rika lako walikubeza, umekataliwa. Iwe ni kitu gani, na sasa hivi umejeruhiwa kihisia, kile ninachoweza kuita mtu aliyevunjika moyo. Habari njema ni kwamba tayari Yesu amekuweka huru. Tayari yeye amekuweka huru. Sasa sehemu moja ya kazi yangu kama mwalimu katika mwili wa Kristo ni kukufundisha jinsi ya kutoka jela, ambapo hizo jela ambazo tayari zimefunguliwa milango, ili nikufundishe uone kile ulicho nacho na uamini kwamba utakifikia na uanze kukitekeleza maishani mwako. Ni safari ya ajabu. Ya ajabu kabisa, safari ya ajabu. Wangapi miongoni mwenu wanafikiri wameelewa kile nilichosema sasa hivi? Angalau kwa kiwango fulani. Sawa. Na inasaidia kuelewa hiyo, kwa kuwa basi hushangai ikiwa nimeokoka nina kasoro gani? Unajua unaweza kuokoka lakini uende hujafanya upya akili yako bado. Niliokoka lakini akili yangu ilikuwa jalala la taka. Sikujua jinsi ya kufikiri kwa njia sahihi. Nilikuwa natoa makosa na kuwahukumu watu na kuwashuku na kukasirika, na mawazo yangu mengi yalikuwa giza na ya upweke, na sikujua kwamba kila wakati niliposoma haya nilikuwa najifunza jinsi ya kufikiri kwa njia tofauti. Kama tungejua jinsi hili lilivyo la thamani, tutatumia muda mwingi zaidi katika jambo hilo kuliko kutumia sekunde chache tu kwa siku, pengine kwenye siku nzuri. Amen. Hisia zangu zilikuwa katika hali mbaya, sikujua jinsi ya kuchangamana na watu, nilikuwa jinamizi katika mahusiano, na hiari yangu ilikuwa imeharibika kabisa. Nilitoka kutoka kwenye hali moja mbaya hadi nyingine. Nilikuwa nijitawale, au nikiwa niko na mtu aliye na nguvu kunishinda, basi angenitawala. Kwa hivyo ningetoka kutoka mtu wa kutawalwa hadi mtu wa kuwatawala wengine, na mtu wa kutawalwa hadi mtu wa kutawala. Na hivyo sivyo anavyotaka Mungu tuishi. Na ninampa taswira kiasi ya baadhi ya matatizo niliyokuwa nayo, kwa sababu nataka mjue kwamba ingawa nimeokoka na naenda mbinguni, nilikuwa katika hali mbaya, kwa sababu nilihitaji uponyaji nafsini mwangu. Nilidhani nilipomwondokea babangu nikiwa na miaka 18, basi nilikuwa mbali na hilo tatizo, kwamba sikuwa na shida yoyote tena. Nitaliondokea hili tatizo na kisha huo ndio utakuwa mwisho wake maishani mwangu. Lakini sikutambua kwamba ijapokuwa nililiondokea lile tatizo, nilikuwa nalo katika nafsi yangu. Nilikuwa bado nina matokeo yake nafsini mwangu. Na watu wengi hawatambui kwamba wanahitaji uponyaji nafsini mwao. Kule kuondokea kitu kinachokuumiza hakumaanishi kwamba hicho hakikukujeruhi. Yesu alisema kwamba alikuja kuwaponya waliopondeka, kuwaweka wafungwa huru. Je, mtu aliyepondeka moyo ni nani? Ninaamini ni mtu ambaye amepondeka katika utu wake. Wamejeruhiwa katika utu wao. Kila mtu huja hapa duniani na hisia alizopewa na Mungu. Utu wako hukua kwa kiasi kikubwa kutokana na hiyo hisia yako, lakini mambo yanayotokea kwako haswa katika miaka ya kwanza ya maisha yako. Sawa, nilizaliwa mtu mwenye nguvu aina ya A, mwenye bidii, mtu ninayekasirika haraka. Mimi hufanya maamuzi ya haraka, ni mjasiri,
Nilizaliwa niwe kiongozi, ninaweza kuwapa watu motisha, lakini nilijeruhiwa. Babangu alininyanyasa kimapenzi tena na tena na tena wakati nilipokuwa na umri kati ya miaka 12 na 15. Kimsingi hayo ndio naweza kukumbuka. Mamangu hakujua afanye nini juu ya hayo, kwa hivyo hakufanya chochote. Kwa hiyo alininyanyasa na mama akaniacha, na nikaishi miaka mingi nikiwa pweke kabisa. Kwa hiyo yale yaliyotokea kwangu katika utu wangu ni kwamba utu wangu ulianza kuwa utu wa kuwatawala watu. Ningeweza kukatakata vipande katika dakika chache tu kwa mdomo wangu. Amen. Sasa unaona, Mungu aliweka karama katika kinywa changu. Kusema kweli, mimi ni mdomo katika mwili wa Kristo. Yaani, ikiwa hujagundua, kazi yangu ni hiyo, kuongea, na sifanyi kitu kingine vile. Siimbi, sipigi ala yote ya mziki. Ninaongea. Upako wangu uko kinywani mwangu, na ninaongea kila mahali duniani kupitia kwa runinga. Kwa hiyo si ajabu ndiyo maana adui alifanya kazi kupita kiasi wakati nilipokuwa mdogo sana tu, akijaribu kuhakikisha nimeumizwa na kujeruhiwa ndani kiasi kwamba nilikuwa na huu ugumu nafsini mwangu, kiasi kwamba kila wakati nilipofungua mdomo wangu, kitu kigumu kilitoka kinywani mwangu. Kitu kinachochoma. Mungu alinipa kipawa niwasaidie watu, na shetani alinijeruhi, kwa hiyo akadhani kile ambacho ningeweza ni kuwaumiza watu. Lakini namshukuru Mungu anaponya waliopondeka, anafungua milango ya gereza na anawaweka wafungwa huru. Amen. Na ninataka niwaambie usiku wa leo kwamba Yesu anaweza kukuponya kila mahali panapouma. Hakufa tu ili siku moja tuende mbinguni na kuwa na jumba kubwa angani na hatimaye kuwa na furaha. Uzima wa milele huanza mara tu tunapompokea Kristo. Na uzima wa milele unajumuisha uzima kama alio nao Mungu sasa. Na ninaweza kuambia haketi mbinguni usiku wa leo akijisikitikia. Hajajaa uchungu na kisasi, hajafadhaika, hajavunjika moyo, hajapondeka au hajakata tamaa. Na tuna aina hiyo ya uzima ndani yetu ikiwa tu tutaweza kuutoa ndani yetu na kuweka katika nafsi zetu, ambapo unaweza kuanza mchakato wa uponyaji tunaohitaji, na kisha unaweza kuonekana katika maisha yetu. Mungu anataka utoke hapa usiku wa leo ukiwa umeamua kutotumia usiku hata mmoja kuishi na vyura. Ati nini? Sasa mama vyura amekujaje? Hebu na tuangalie Kutoka sura ya 8. Kutoka 8, Waisraeli wakiwa utumwani walimlilia Mungu awatumie mkombozi. Musa ambaye alikuwa mfano wa Kristo alitumwa kwenda kuwakomboa. Farao ambaye anawakilisha Ibilisi hakutaka kuwaruhusu waende. Kwa hiyo Mungu akatuma mapigo moja baada ya lingine. Maisha yako yatakuwa mabaya hadi uache watu wangu waende. Moja ya mapigo hayo yalikuwa vyura. Sasa sura ya 8 kifungu cha 1, Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Na ndipo hapo usiku wa leo kuambia kwamba tunamtangazia Ibilisi, wape watu wa Mungu ruhusa ili wapate kumtumikia. Amen. Nitakuwa msemaji wa Mungu leo na niseme, Bwana asema, wape ruhusa watu wangu waende. Amen. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Na huo mto utafurika vyura. Nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako, na ndani ya chumba chako cha kulala, na juu ya kitanda chako, na juu ya watu wako, na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga na kwa ngano yako. Mungu anachora picha hapa, vyura kila mahali. Unajua, ikiwa una dhiki katika maisha yako, iko kila mahali utakapokwenda.
vyura vya kujisikitikia, vyura vya hasira, vyura vya uchungu, vyura vya chuki. Jamani, tuko pamoja hapo? Utawasamehe lini wale watu waliokuumiza? Utaacha lini kusema ni vigumu, vimezidi, si haki? Sasa hivi, siku ni hii Bwana amefanya. Furahini, shangilieni. Isaya 61:1-3. Maandiko haya yanapendeza sana. Sasa huyu ni Isaya akitoa unabii juu ya Yesu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie habari njema kwa wanyenyekevu, maskini na waliofungwa. Nyinyi mnafahamu kwamba Yesu hakusomea kwenye chuo cha Biblia? Hata mimi sikusomea. Na nimedai kile alichodai Yesu. Ninafaa kwa sababu amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema, maskini na wale waliofungwa. Sasa sikusema kwamba Yesu hakusoma. Alisoma wakati wote, na nina hakika alisoma chini ya usimamizi wa wasomi. Lakini najaribu tu kusema kwamba ikiwa ulikosa elimu kidogo, hiyo haimaanishi Mungu hawezi kukutumia. Mungu anaweza kukutia mafuta utende mambo makuu. Ni karama ya Roho Mtakatifu inayokuja kwako na kukuwezesha kufanya kile ambacho Mungu amekuagiza kufanya. Hebu niwaambie kitu, wewe ni muujiza unaosubiri kutendeka. Amenituma kuhubiri habari njema kwa wanyenyekevu, maskini na waliofungwa. Amenituma kuwatibu waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka wa kiroho na kimwili uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya uhuru wao, na kufungua macho ya waliofungwa. Kwa hivyo ni hivi, milango ya gereza imefunguliwa, na ninatumaini nitayafungua macho yenu usiku wa leo kupitia kwa neno la Mungu ili muone. Kwa sababu ukiona na useme, sina haja ya kuishi hivyo tena. Sina haja ya kutegwa na mambo yangu yaliyopita. Sina haja ya kuhisi sina maana kwa sababu mamangu aliniambia hivyo nilipokuwa na umri wa miaka 10. Sina haja ya kuhisi kwamba ni makosa yangu, kwamba jirani yangu alininyanyasa. Sina haja ya kuishi maisha yangu nikiwa nimejaa chuki na uchungu. Hii ni siku mpya. Huruma za Mungu ni mpya kila siku. Na leo ni mwanzo mpya kwangu, na ni mwanzo mpya kwa kila mmoja wenu, na mwanzo mpya kwa kila mmoja wenu anayetazama kwa kupitia televisheni. Unajua tunawapenda nyinyi mnaangalia kupitia runinga. Nyinyi ni waajabu. Asanteni sana kwa kuangalia kipindi changu, na ni matumaini yangu na maombi yangu kwamba kitakuponya, kwamba neno la Mungu litakuponya katika kila sehemu ya maisha yako. Kuwatangazia waliofungwa uhuru wao na macho ya waliofungwa. Kutangaza mwaka wa Bwana, mwaka wa kibali chake uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Ninapenda kibali. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu hufanya vitu vifanyike kwa ajili yako na hustahili vitu hivyo. Unasema tu wow. Na ninapenda hiki kitu kuhusu kisasi cha Mungu wetu, kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba unaweza kupumzika na Mungu atapambana na maadui zako. Alisema, nimetiwa mafuta kwa fariji wote waliao, kuwaagazia hao waliao katika Sayuni wapewe taji la maua badala ya majivu. Sasa unajua tuna wanaume wengi hapa, na unaweza kusema taji la maua badala ya majivu, hayo ni mambo ya wasichana kidogo, si unajua? Hebu niwaambie ndugu zangu, unaweza kutumia urembo kiasi mara moja. Amen. Wangapi wako namna hiyo usiku wa leo? Mtafuata hilo? Sawa. Kwa hiyo mko kwenye duka la urembo kwa ajili ya nafsi zenu leo. Wapewe taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito.
wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Na kifungu cha 7 na cha 8 kilinisaidia kuendelea kwa muda mrefu. Badala ya aibu yenu ya awali mtapata maradufu. Hiyo inamaanisha thawabu au fidia. Na badala ya fedheha, watu wenu wataifurahia sehemu yao. Sasa eleweni hili. Basi katika nchi yao, si wakati watakapokufa na kwenda mbinguni, basi katika nchi yao watamiliki maradufu kile walichokuwa wamepoteza, na furaha yao itakuwa ya milele. Sasa hebu bahatisheni kinachokuja: maradufu kwa tabu zenu. Si tabu zenu maradufu, baraka maradufu kwa tabu zenu zilizopita. Unasema kuna chochote ninachopaswa kufanya? Ndiyo, Roho Mtakatifu atakupa maagizo. Atakuongoza na kukuonyesha njia. Roho Mtakatifu ni mshauri wetu, na anajua haswa cha kufanya wakati gani, ili turudi katika hali nzuri na tusiangamizwe na shida hizo. Taji la maua badala ya majivu, maradufu kwa ajili ya tabu zako. Kwa nini? Maana mimi Bwana naipenda hukumu. Napenda hapo. Mungu ni Mungu wa haki. Mnajua hii inamaanisha nini, kwamba Mungu ni Mungu mwenye haki? Inamaanisha tu kwamba nakifanya kila kilicho makosa kuwa vizuri. Inapendeza, sinapendeza hiyo? Sasa, ikiwa mnyenyekevu, maskini na unayeteswa, umejeruhiwa, unahisi umepotea, ikiwa umeharibiwa, ukiwa umeyaharibu maisha yako, huna haja ya kujikunja kwa aibu na uoga, kwa sababu wewe mtu yule ambaye Yesu alikuja kwa ajili yake. Alikuja kwa ajili ya wale walio wagonjwa, si kwa wale walio wazima. Unajua kuna aina nyingi za unyanyasaji. Ningependa kupitia kwa haraka. Kuna unyanyasaji wa kimapenzi, unyanyasaji wa maneno, unyanyasaji wa kiakili. Hata kuna unyanyasaji wa kiroho. Watu wengine hata huwa chini ya viongozi wa kiroho wanawanyanyasa. Kuna aina nyingi za unyanyasaji. Unyanyasaji wa kihisia, kuna unyanyasaji wa maneno. Maneno tunayoambiwa ambayo uharibu mambo. Biblia inasema mauti ya uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Wangapi miongoni mwenu mmepitia unyanyasaji mkubwa wa maneno katika maisha yenu? Unaona, hao ni watu wengi sana. Ibilisi yu hai na mzima katika sayari ya dunia. Je, kuna mtu amegundua hilo? Lakini nitawaambia mtu mwingine ambaye ana kitu cha kuwaambia. Huyo ni Baba yenu wa mbinguni. Na sasa, hivi ndivyo mnapaswa kujifunza kuamini. Si yale aliyokuambia mama yako ndiyo yana umuhimu, ni yale aliyosema Baba Mungu ndiyo ya maana. Si yale aliyosema Baba ndiyo muhimu, ni yale aliyosema Baba Mungu ndiyo muhimu. Si yale aliyosema mwalimu wako au mwanafunzi au mwenzako au ndugu yako. Hata ikiwa wazazi wako hawakukupenda kamwe, hebu nikutie moyo usiku wa leo kwamba, na tafadhali usielewe hili makosa, lakini haijalishi, kwa sababu Mungu anakupenda. Mungu anakupenda, na anakupenda milele na kikamilifu na kabisa na bila masharti. Kusema kweli, naweza kusema kwamba wazazi wangu hawakunipenda. Yaani mamangu alinipenda, lakini humpendi mtoto kweli ikiwa utamuacha akiwa katika hali kama hiyo. Sasa alikuwa na udhaifu, alikuwa muoga, ninaelewa hayo yote, sina ubaya na yeye. Lakini sikupata upendo ule ambao mtoto alipaswa kuupata. Lazima tujifunze juu ya upendo wa Baba Mungu kutoka kwa wazazi wetu. Lakini hatufanyi hivyo. Lakini hujachelewa kuanza sasa hivi. Sijali ikiwa umekaa hapa usiku wa leo na una miaka 75, unaweza kuanza usiku wa leo kupokea upendo wa Mungu. Sasa upendo wa Mungu ndio unaoponya nafsi zetu zilizojeruhiwa. Na kwa hiyo nitaonyesha andiko katika Waefeso 3:16 ambalo nataka muanze kuomba kwa ajili ya maisha yenu kila siku. Waefeso 3:16. Mimi huomba hivi karibu kila asubuhi. Unajua, ukianza kulitamka neno la Mungu, unaanza kuliamini na kulinena kinywani. Unaanza kuliomba neno hilo kwa Mungu.
Yeye hana budi kutimiza ahadi zake mwenyewe ikiwa utaziamini. Amen. Kwa hiyo unasema, Baba, ninaamini hili na nalipokea leo. Awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake mwenyewe anayekaa ndani yenu katika utu wa ndani. Haleluya! Roho Mtakatifu, njoo uingie ndani ya utu wangu. Njoo leo Bwana na uingie katika utu wangu, kwa sababu sitakuwa mbaya, nitakuwa mzuri. Sitakuwa na huzuni, nitakuwa na furaha. Sitakasirika, nitashukuru. Sitajaa hali ya kujihurumia leo. Nitatoka mahali hapa na niende nikamsaidie mtu anayehitaji kusaidiwa. Njoo Roho Mtakatifu na uingie ndani ya utu wangu. Wangapi kati yenu wataanza kuomba namna hiyo kila siku? Kila siku. Dunia imejaa watu walioumizwa, wasiojua jinsi ya kuwa vile wanavyopaswa kuwa. Hawawi wenyewe kwa sababu wanadhani vile walivyo havina thamani yoyote, na kwa hivyo wanajaribu kuwa watu wengine, wanajaribu kuwa mtu mwingine kwa kuvalia barakoa. Wanatabasamu lililokauka nyusoni mwao, wakijifanya kila kitu kiko sawa, lakini ndani yao wanavuja damu kiasi cha kufa. Na Mungu hapendi tujifanye. Anataka tuwe wa kweli ili tupokee uponyaji ulio wetu kupitia kwa kifo na kufufuka kwa Kristo, na kisha tuwe watu halisi, mtu binafsi, ukijiamini jinsi ulivyo katika Kristo, bila kushindana na mtu yeyote au kujilinganisha na mtu mwingine. Mtu aseme amen. Sasa nina kauli moja kwa ajili yenu. Ni sawa kutokuwa sawa. Unaona, kwa vyovyote hatutaki watu wajue kwamba hatuko sawa. Tunataka kila mtu aone kwamba kila kitu kiko shwari. Yaani katika eneo langu mimi ndiye niliye sawa. Sina tatizo, sina tatizo. Sina wasiwasi, niko poa. Lakini unapokuwa Mkristo, lugha hubadilika, lakini tatizo bado ni lile lile. Bwana asifiwe. Asante Yesu. Utukufu kwa Mungu. Amen, amen, amen. Unaenda kanisani ukiwa umevalia sura ya kanisani na tabasamu lako kavu la Roho Mtakatifu. Ukristo kidogo uliojifunza. Oh, najua mimi na Dave tungegombana hadi kanisani, tungejitosa ndani kwa mlango wa mbele. Bwana asifiwe. Utukufu kwa Mungu. Asante Yesu. Amen, amen. Kisha tungeingia katika gari letu na kuzozana hadi nyumbani. Ningemkasirikia kwa sababu alitaka kuangalia mpira, na basi ningeenda bafuni na kulia siku nzima. Kesho yake nakuwa nimefadhaika. Ningefanya hivyo wiki nzima na kisha kwenda kanisani wiki itakayofuata. Bwana asifiwe. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Jamani, kuna mtu yuko hapo napoishi? Sawa sawa. Lakini mnajua nini? Roho Mtakatifu anataka kuvitenganisha. Afadhali umruhusu avitenganishe kabla hujasambaratika, na kisha mruhusu aviweke pamoja ili viwe katika hali nzuri, sivyo? Huwezi kupokea msaada kutoka kwa Mungu ikiwa hutakubali kwamba unahitaji msaada. Kwa hivyo kitu cha kwanza tunachopaswa kufanya ni kumwendea Mungu na kusema, ninakupenda Bwana, ninashukuru kwa wokovu wangu, lakini niko katika hali mbaya. Na ninataka ukweli. Sitaki kuishi katika udanganyifu. Hapa kuna ombi lingine la kuweza kuomba kila asubuhi. Mungu, fungua macho yangu katika sehemu yoyote ambayo ninadanganywa na nifundishe ukweli. Tutaongea zaidi juu ya udanganyifu katika moja ya jumbe nyingine, kwa sababu tunadanganywa katika sehemu nyingi sana. Na tunadhani kila mtu mwingine ndiye mwenye shida. Sina furaha kwa sababu yako, sina furaha kwa sababu yako. Na kama ungefanya hivi basi singekuwa na tatizo hili. Zaburi 109:22. Hebu na tuangalie jinsi Daudi alivyokuwa mwazi. Kwa maana mimi ni mnyonge na mhitaji na moyo wangu umejeruhiwa ndani yangu. Nakwambia, mwandishi wa Zaburi alikuwa wazi kabisa kwa Mungu.
Unaposoma Zaburi unakuta kwamba hakuwa anacheza ule mchezo wa kujifanya. Hebu nirudie tena, ni sawa kutokuwa sawa. Ikiwa una shida, si lazima ujifanye kana kwamba huna shida. Unaweza kusema, nahitaji kusaidiwa, ninahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Yakobo 5:16 inasema, basi ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, ili mpate kuponywa katika hali ya kiroho ya moyo na akili. Sasa bila shaka tunajua kwamba tunaweza kuungama dhambi zetu kwa Mungu na kwamba msamaha unatoka kwake. Lakini ni vyema wakati mwingine kuongea na mtu ili mambo mengine ya kutoke. Tatizo tulilo nalo leo ni kwa sababu uaminifu na heshima vimeadimika, na unyofu ni neno ambalo vijana wengi hata hawalielewi. Watu wengi huona vigumu kumpata mtu ambaye wanaweza kuongea naye na kumwamini kwamba ataweka kila kitu sirini. Lakini kunao watu, chagua kwa hekima, lakini tafuta rafiki mzuri, mtu wa familia unayemwamini, kiongozi wa kiroho unayemwamini. Ikiwa unataka kuongea na mtu, unaitaka kuongea naye. Simhimizi yote kwenda kukaa chini akasikiza ushauri na saha kwa miaka 20, lakini ikiwa unahitaji ushauri na saha, sheria haiwaruhusu washauri kufichua siri zako. Wakati mwingine tunahitaji kukwepa, tunahitaji kuzifichua kwa miaka na miaka na miaka. Yaani nilikuwa katika umri wangu wa miaka 20 ndipo nilipofunguka na kumwambia mtu yale aliyonipata. Ilikuwa ni siri ya upweke niliyoishi nayo kwa miaka mingi. Kwani sikumwambia mtu yeyote, nilikuwa naogopa atanichukuliaje. Niliogopa huenda baba akagundua kwamba nimesema. Niliogopa huenda mama akagundua nilimwambia mtu. Hapo ndipo ibilisi anapotaka tuishi, katika woga. Anataka tuyaharibu maisha yetu kabisa na kisha atufanye tuogope kwamba huenda mtu akajua. Pengine ulikuwa umejiingiza katika ukahaba na sasa unaogopa huenda mtu akajua. Iwe umefanya nini? Siri ambazo zimezikwa hai haziwezi kufa. Zinaendelea kula maisha yetu. Na kuna muhimu katika kauli ya basi ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Wakati mwingine ikiwa una kitu kinachokusumbua, adui anakushambulia na unaona kana kwamba huwezi kushinda. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa nasumbuliwa sana na kumwonea wivu mtu fulani. Na sikutaka kuhisi hivyo, ulikuwa ni upumbavu, lakini nilihisi hivyo na sikuweza kuviacha. Na nikahisi kana kwamba Bwana alinena na moyo wangu kwamba niende nimwambie Dave na nimwombe aniombe. Wakati mwingine ni jambo la unyenyekevu kuweza kumwambia mtu kwamba unapitia yale unayopitia au yale uliyotenda. Lakini ni katika kitendo hicho cha unyenyekevu ndipo tunapoweza kupokea msaada kutoka kwa Mungu. Mungu husaidia wanyenyekevu. Mungu huwasaidia wale walio tayari kusema nahitaji msaada. Usikae gizani peke yako. Yale unayoyaleta kwenye mwangaza huonekana wazi. Mara nyingi tunapokuwa na matatizo na tunaumia, wakati wote humlaumu mtu mwingine, wakati wote ni kosa la mwingine. Haya yalianza kwenye bustani, mchezo wa kulaumiana, na ukapitishwa takriban katika maisha ya kila mtu. Nilifanya hivyo, nina hakika unavifanya. Nikichelewa kazini na mlaumu mtu mwingine. Mtu mwingine nyumbani alikuwa anapaswa kufanya kitu na hakukifanya, kwa hivyo ikabidi nikifanye mimi, hilo ndilo limenichelewesha. Jamani, hatuoni kwamba tulipaswa kuamka mapema na kujitengea muda katika maisha yetu ambapo tunaweza kutumia kwa yale mambo ambayo hatukuwa tumeyapangia? Kwa hivyo usiache mtu akakulaumu kwa matatizo yake mwenyewe na usimlaumu mtu mwingine kwa matatizo yako mwenyewe. Pengine unasema si makosa yangu, kuna mtu aliyenifanyia haya. Unajua nini? Huenda vile ulivyo sasa hivi si makosa yako, lakini usiache yale yaliyokupata yawe sababu ya wewe kuendelea kukaa hivyo. Yaani, unajua nilipoanza kufahamu kwamba Mungu alikuwa anayajali maisha yangu yote na kwamba huu haukuwa mpango tu wa mimi kuokoka na sasa nikiishi kwa kujikokota kokota basi nitafika mbinguni kisha huko nitapata jumba langu zuri na furaha kiasi. Nilishangaa nilipogundua kwamba
nilikuwa na shida nyingi katika nafsi yangu, kuanzia na yale mambo yaliyonipata katika maisha yangu ya nyuma, na kwamba kuna ahadi katika Biblia ya kushughulikia kila shida, kwamba hakuna uchungu hata mmoja niliyopaswa kuendelea kuishi nao, kwamba Mungu anaweza kuyashughulikia yote, na nilihitaji kutafuta kujua nini kilikuwa changu, nini kilinunuliwa na kulipiwa kwa damu ya Kristo, na nilihitaji kwanza kufungua vifurushi hivyo na kuweza kufurahikia maisha ambayo Yesu alikufa ili niyapate. Kwa hiyo huenda pia huyajui hayo. Pengine kuna mtu aliyefanya kukuburuta kuja hapa. Pengine walikuambia kwamba kama ukija utapokea mambo mazuri mazuri ya kila aina. Lakini sasa uko hapa na hujatoka nje ya jengo bado. Tunapoingia kwenye uhusiano na Kristo, kuna ubadilishanaji wa kiungu. Oh, napenda hapo. Anachukua yale mambo mabaya na anatupa mambo mazuri. Nitawapa mfano. Nilipoolewa na Dave, sikuwa na gari. Na Dave, yeye alikuwa na gari. Mara tu niliposema ndio, nilipata gari. Wangapi wenu mnaelewa? Mnaelewa sasa, sawa? Sawa sawa. Unaona, unaposema ninampokea Kristo, hiyo ni sawa na kusema ndio kwenye ndoa. Na wema wake wote huimeza ile hali ya kutokuwa na maana kwako. Kule kutokuwa na gari kulimezwa na Dave kuwa na gari. Ni ajabu. Kwa ghafla nilikuwa na vitu vya kila aina ambavyo sikuwa navyo mbeleni. Ni jambo zuri sana. Yesu anatupa furaha mahali pa huzuni, taji la maua badala ya maombolezo, sifa badala ya kufadhaika, kuweza kujiheshimu badala ya aibu, msamaha badala ya chuki, matumaini badala ya kukata tamaa, haki badala ya hatia, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Lakini huwezi kusalia na majivu na kisha uwe na taji la maua. Sasa tunaingia ndani. Unasema, unamaanisha nini hapo? Unajua, ikiwa unataka kuwa na maisha mazuri anayotaka Kristo uwe nayo, basi huwezi kununa tu siku ya Alhamisi na kukaa siku nzima na kutafakari tu yale mabaya uliotendewa na watu maisha yako yote, na jinsi ulivyoudhika na utakavyowapata tena na kuwafungia nje, na sitafanya hili, sitafanya lile. Lazima uyaondoe majivu yako. Uyaache na utapata taji la maua. Amen. Ndugu yangu wa kiume alifariki dunia yapata miaka 2 au 3 iliyopita kutokana na pombe na dawa za kulevya na ugonjwa wa akili, na alikuwa mdogo wangu kwa miaka 9. Alikuwa na kila fursa ya kuishi maisha mazuri. Angekuwa hapa katika kongamano hili akiwa mmoja wa wafanyikazi wetu. Alifanya hivyo kwa miaka michache. Sasa sina muda wa kuweza kuwasimulia kisa chote, lakini kufikia wakati walipompata kwenye jengo fulani, mwili wake ulikuwa umeoza kabisa na kwa hiyo ikabidi tufanye kumchoma, na wakatutumia majivu yake nasi tukayapeleka mahali pazuri sana na kuyatandaza majivu yake. Hakuishi maisha mazuri sana, lakini tulitaka majivu yake yaishie mahali pazuri sana, kwa sababu tunaamini kwa sababu ya yale mambo yaliyopitia katika maisha yake ya nyuma, kwamba Mungu alimkaribisha nyumbani. Alikuwa amempokea Kristo kama mwokozi wake. Ni vile tu alikuwa ameharibika kabisa. Alikuwa ni jamaa aliyeharibika. Mungu ana huruma sana. Ninaamini anaelewa uchungu wetu, hata wakati mwingine hali yetu ya kuharibika. Na wakati mwingine unajua, sisemi kama tutumie hii kwa njia mbaya, kwa hivyo usiudhike ikiwa unafanya hivi. Najaribu tu kutumia mlinganisho. Wakati mwingine, wakati watu wanapoona wapendwa wao wakichoma, wanataka kuyahifadhi majivu yao mahali. Na unaweza kufanya hivyo katika maisha yako. Unaweza kuwa na majivu ya maisha yako ya awali na unaweza kuyahifadhi mahali. Pengine huyatilii maanani mara kwa mara, lakini Bwana wakati mwingine unataka tu urudi ukayaangalie tena.
Ninapendekeza kwamba uchukue majivu ya maisha yako ya awali na uyatandaze mahali na yabadilike kuwa taji la maua. Amen. Unaona, pale nilipoweka majivu ya ndugu yangu, hakuna vile ninaweza kurudi hapo na kuyakusanya. Mungu anataka utoke hapa leo ukiwa na ari ya kuhakikisha kwamba hutawahi kamwe maishani mwako kuwa na vyura hata kwa usiku mmoja. Unasema? Mambo ya vyura yametoka wapi tena? Hebu na tuangalie Kutoka sura ya 8. Naenda kurudia mahubiri yangu tena na kuyapa kichwa cha usiku moja na vyura tena wakati mwingine, lakini Kutoka 8. Waisraeli walikuwa utumwani Misri. Walimlilia Mungu awatumie mkombozi, Musa, ambaye ni mfano wa Kristo, alituma wakomboe. Farao, ambaye anamwakilisha Ibilisi, hakutaka kuacha waende. Kwa hiyo akatuma mapigo moja baada ya lingine, na akasema, utapata tabu sana mpaka uache watu wangu waende. Moja ya mapigo hayo yalikuwa vyura. Sasa sura ya 8 kifungu cha 1, Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Nami niko hapa usiku wa leo kuambia kwamba tunamtangazia Ibilisi kwamba waache watu wa Mungu waende ili wamtumikie Mungu. Amen. Leo nitakuwa msemaji wa Mungu na kusema, Bwana asema, wape ruhusa watu wangu waende. Amen. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura. Na huo mto utafurika vyura. Nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako, na ndani ya chumba chako cha kulala, na juu ya kitanda chako, na juu ya watu wako, na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga na vyura kwa ngano. Mungu anachora picha ya vyura kila mahali. Unajua, ikiwa una dhiki katika maisha yako, iko kila mahali uendako. Vyura. Vyura wa kujisikitikia, vyura wa hasira, vyura wa uchungu, vyura wa chuki. Jamani, nani anaelewa? Vyura. Sawa sawa. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, juu ya vijito na juu ya maziwa ya maji, ukawalete vyura waje juu ya nchi yote ya Misri. Basi Haruni akaonyesha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao vyura wakakwea juu, wakaifunika nchi ya Misri. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na kuwaleta vyura zaidi juu ya nchi ya Misri. Sasa hili niliona ni la ajabu, kwa sababu ni kana kwamba Farao, badala ya kusema tu Mungu naelewa, waondoe hawa vyura, aliwageukia watu wasuluhisha tatizo hili, na kile walichofanya ni kuleta vyura zaidi. Jamani, unapowaendea watu wasuluhishe matatizo yako ambayo Mungu ndiye anaweza kuyasuluhisha, utapata vyura juu ya vyura. Yaani, mnaweza kupata picha, vyura kitandani, vyura wakikutambaa kwenye vidole. Kifungu cha 8, ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuwaambia, muombeni Mungu ili awaondoe vyura hawa kwangu mimi na kwa watu wangu, nami nitawapa watu ruhusa waende zao ili wamtolee Bwana dhabihu. Sasa muwe tayari. Musa akamwambia Farao, haya, ujitukuze juu yangu katika jambo hili. Sema ni lini unapotaka nikuombee wewe kwa Bwana na watumishi wako na watu wako, ili hao vyura waangamizwe, watoke kwako wewe na nyumba zako, wakae ndani ya mto. Musa alisema, sawa. Ungependa nimwombe Mungu awaondoe lini hawa vyura? Na Farao akasema, kesho. Sasa, je, ungependa kukaa siku moja zaidi na vyura? Kwa nini Farao alitaka kuwa na vyura kwa usiku moja zaidi? Kwa nini hakusema niombe sasa hivi saa hii? Nani ndani ya jengo hili atasema sitaki kukaa na vyura kwa usiku moja zaidi?
Mnajua nini? Kesho inawezekana ndilo neno hatari zaidi katika lugha yetu ya Kiswahili. Kesho. Na tuondoe vyura kesho. Na tulele nao tena kwa usiku moja zaidi. Jamani, tuko pamoja hapo? Utawasamehe lini wale watu waliokuumiza? Utaacha lini kusema ni vigumu sana, vimezidi, si haki? Sasa hivi, siku ni hii Bwana amefanya. Furahini, shangilieni. Ni wakati gani muhimu zaidi katika maisha yako? Wengi wenu mngesema siku ile nilipompokea Kristo. Kwa wengi wenu hiyo siku ni leo. Wengine wanaweza kusema nilipooa au kuolewa, nilipojaliwa watoto. Nyote mtakuwa mmekosea. Wakati muhimu zaidi katika maisha yako ni huu wakati, huu sasa. Kwa sababu ndio wakati ambao una uhakika unao. Yote ya jana yalishakwisha kupita. Huwezi kurudi na kutangua yale uliyotendewa na watu. Lakini unaweza kufanya uamuzi usiku wa leo kwamba hutatumia usiku mmoja ukiwa pamoja na vyura. Hutaruhusu yale uliyotendewa na mtu miaka 20 iliyopita kuendelea kuyaharibu maisha yako. Utakaza mwendo na utapata taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Amen. Unajua Yesu aliwalisha maelfu kadhaa ya watu kwa chakula cha mchana cha mvulana mdogo. Na hakikuwa chakula cha kutosha kulisha halaiki ya watu. Kulikuwa na mikate michache tu na samaki kidogo, maelfu ya watu. Lakini yule mvulana alisema, nitakupa chakula changu cha mchana, unaweza kukifanyia kitu. Na bila shaka Yesu alikizidisha kimiujiza na kikatosha kuwalisha watu wote. Na kuna kitu hapo kwamba ukimpa Mungu kile ulicho nacho, hata ikiwa kitoshi kusuluhisha tatizo, hata ikiwa kile mnachoweza kumpa usiku wa leo ni maisha yenu yaliyoharibika na yaliyopondeka na yenye dhiki, atatenda jambo la kimiujiza nayo, na anaweza hata kutumia maisha yako ya awali mabaya na kuwalisha watu wengi. Amen. Usiku wa leo nawalisha neno la Mungu. Ninamega mkate pamoja nanyi, kusema kweli. Na unaongezeka, unaenda kwenu na unawafikia mamilioni ya watu wanaotazama kwenye runinga. Na kitu cha ajabu kilitendeka. Yesu alipomaliza kuwalisha wale watu wote, walikusanya vikapu 12 vya mabaki, vipande vidogo vidogo. Na Yesu alisema, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Sasa haya ndiyo ninayotaka kuwaambia. Ikiwa unahisi maisha yako ni kama vipande usiku wa leo, ukimruhusu Yesu avikusanye, atahakikisha kwamba hakuna kitu katika maisha yako ya awali kitapotea. Uchungu wako utakuwa faida kwa mtu mwingine. Matatizo yako yanaweza kuwa ujumbe wako. Yale uliyopitia huenda yakawa muujiza wako, na bila shaka muujiza wa mtu mwingine. Unajua, kwa miaka mingi nilisema, laiti singelinyanyaswa. Laiti singelinyanyaswa. Unajua, Lazaro alipokufa, dadake Martha alimwambia Yesu, kama ungalikuwako hapa, ndugu yangu hangalikufa. Yesu, kwa nini hukuwa hapa? Kwa hivyo mara nyingi tunasema hivyo, mbona hukunisaidia wakati nilipokuwa katika hali hiyo? Mbona hukunisaidia wakati nilipokuwa nanyanyaswa? Niliomba. Nilimwomba Mungu anitoe hapo. Hakufanya hivyo. Angekuwa amenitoa, lakini hakufanya hivyo. Joyce, kwa nini usimkasirikie Mungu? Kwa sababu yeye ni mwerevu zaidi kunishinda. Na niwaambie kitu sasa, sikizeni. Hakunitoa katika hali hiyo, lakini alinipitisha katika hiyo. Jamani, sasa nitawaambia kitu, alinipitisha katika hiyo. Na ningependa kuambia kitu, sasa subirini. Nina uzoefu fulani na Mungu. Na sasa Mungu amechukua huyo mtu aliyevunjika na aliye katika hali mbaya, na sasa hapa sasa hivi
ujumbe huu, maisha yangu yaliyoponywa, maisha yangu yaliyorejeshwa, ujumbe huu mmoja una uwezo wa kuanzisha watu mamilioni safari yao nzuri ya uponyaji maishani mwao. Na unajua nini? Kama Mungu angenitoa katika shida wakati nilipotaka afanye hivyo, ingekuwa vizuri, singeumizwa, lakini singekuwa na ujumbe huu usiku wa leo. Singekuwa na ujumbe huu. Na unajua nini? Sijui jinsi Mungu anavyotenda hayo yote, na najua wakati mwingine haionekani kuwa ni haki kwetu, lakini nitawaambia kitu kimoja, kile nilichopoteza. Mpendwa, hebu nikuambie, Mungu amenilipa maradufu kwa matatizo yangu. Amen. Na anaenda kufanya vivyo hivyo kwako. Hakuna vyura tena.